Zimetamatika mchezo wa klabu bingwa barani Afrika kati ya Young Africans dhidi ya klabu ya soka ya Al Ahly. Goli mbili zimetosha kabisa kuinyong'onyesha Young Africans kwenye kilele cha msimamo wa kundi B ambalo yuko Young Africans pamoja na Al Ahly. Mnasemaje dakika 90 mmezionaje? Poleni lakini kwa hiki kilichowakuta. Kwanza tuseme tunamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu, mchezo umeisha salama. Kwa hiyo goli mbili hazijatunyonyesha sisi wananchi, kwa sababu yeye kashinda kwao na sisi tunakuja kushinda kwetu, kwa sababu mchezo ni mpira wa makosa, kwa sababu unapofanya kosa unaadhibiwa, kwa sababu dakika 45 mpaka za dakika za nyongeza tulikuwa bado tuko bila, lakini tumefanya kosa moja, wamelitumia kosa lake, wamepata goli. Tumekuja kufanya kosa la pili, wamepata tena goli. Kwa hiyo tuseme kwamba yote kwa yote yaliyotokea yametokea. Kwa hiyo na sisi tusubiri dakika 90 za kwetu zitaamua matokeo kwamba tunaendaje, lakini kusema kukatia tamaa kusema kwamba hizi ushindi wa leo ndio tuseme kwamba tutoke kwenye reli, sisi wanayanga tutoke kwenye reli, kwa sababu tuna pointi 4. Kuna mtu ana pointi 0. Kwa hiyo sasa huwezi kufananisha mtu wa pointi 4 na pointi 0. Kwa hiyo yote kwa yote Zanzibar itakuja kuamua kama kweli nilifungwa au nilifanyweje, lakini kwa mimi nasema kwamba kama kashinda kwao na mimi nashinda kwetu, ile ni Guantanamo, ni jela ya ambao kwamba wewe mwenyewe unaijua. Kwa hiyo nasema kwamba Al Ahly ametufunga, tuna kisasi naye. Yote kwa yote tunasema kwamba Zanzibar hatoki mtu. Zanzibar hatoki mtu. Unafikiri ilikuwa kirahisi kiasi gani na ugumu ulikuwa wapi kwa Young Africans kushindwa kung'amua milango ya timu pinzani na kupata matokeo? Hali katika dirisha dogo la usajili mmefanya sajili za kufuru kweli kweli. Hakukuwa na ugumu, kwa sababu ukiangalia Yanga imecheza vizuri na hakuna mtu ambao kwamba ameleta doubt katika mechi ya leo, kwa sababu tumekutana wakubwa watupu. Mnapokutana wakubwa watupu lazima mmoja aamue. Kwa sababu Yanga hajaamua mechi ya leo, yeye mwenyewe anajua kabisa kwamba huyu niliyekutana naye natakuwa kwamba nisiende kilele mama nyumbani kwake. Kwa hiyo nasema kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kalaumu mechi ya leo. Tumefungwa kimakosa. Kwa hiyo nasema kwa makosa tuliyofanya leo nao watakuja kuyafanya Guantanamo, tutashinda mechi. Ubora wa Djigui Diarra lakini leo haukuonekana hata kidogo. Pengine mnasemaje kwenye hili? Anaruhusu nyavu zake kutikisika kwa leo. Diarra ana clean sheet 2. Sawa? Ana clean sheet 2. Wale kwa siku ya leo ndio wanapata clean sheet ya kwanza. Kwa hiyo tuseme kwamba Diarra hatuwezi tukasema kwamba tumlaumu, wala kusema kwamba wachezaji tuwalaumu au uongozi tuulaumu au yani ni kwamba hakuna mtu wa kulaumu, kwa sababu mpira umeonekanika ni makosa madogo tu yaliyotokea. Na ndio maana nikasema hivi, Guantanamo Zanzibar tutakuja kuyaamua haya matokeo. Je, kwamba alitufungaje kwa siku ya leo? Mnaona bado kuna mwanya wa Young Africans kufuzu watu? Sio kwamba mnaona mwanya upo, si tunafuzu. Yani mwanya upo. Naposema kwamba mnaona kama vile unaitilia mashaka. Hii ndio Young African Sports Club ambao kwamba kwa namna yoyote tunaweza tukafanya mabadiliko na wakati wowote, kwa sababu walianza kutukatia tamaa toka katika kuvuka kwenye hatua ya makundi. Sijui unanielewa? Tunataka kuvuka hatua ya makundi, walianza kutukatia tamaa, lakini injinia akasema kwamba nyinyi ni jeshi. Kwa kama ni jeshi tunasema kwamba sisi ni Young African Sports Club, timu ambayo ina wanachama wanaojitambua. Kwa hiyo tunasema yote kwa yote Yanga inaenda kushinda Zanzibar. Kwa kumalizia, kumekuwa kuna kejeli nyingi sana za mashabiki wa Simba Sports Club kwa upande wenu. Ili mnalisemaje wana Yanga? Hizo kejeli zao tumezihifadhi kwa sababu kesho sio mbali. Hizi kejeli tumezihifadhi, kesho sio mbali, na imani kwamba ingekuwa ni hapa Dodoma ndo tunaiangalizia mechi ingependeza zaidi, lakini sasa hii mechi tunaenda kuiangalizia Morogoro. Kwa pale Morogoro, wana Morogoro wote ambao ni wana Yanga, na waomba tukutane katika ukumbi wa samaki pale. Tunataka tuende tukawazalilishe, kwa sababu ile timu wanaoenda kukutana nayo Esperance ni timu ambao kwamba yani wakifungwa goli ndogo kwanza, yani Simba angekuwa na mchezo kama umeona Yanga alivyocheza leo, Simba angecheza mchezo kama huu angefungwa goli 5. Yani Simba angecheza mchezo kama atacheza mchezo kama huu atafungwa goli 5. Mimi nawaomba mashabiki wa Yanga wa Morogoro, tunasema kwamba tukutane samaki. Tunatoka hapa saa ngapi? Saa 9. Tukifika Morogoro wataenda kutueleza kwamba nyie mlichokifanya kilikuwa kiko sahihi. Nasema kwamba kitu kimoja, nyimbo zao tumezihifadhi, tunaenda kuzimalizia Morogoro. Shukrani sana bwana. Asante.